Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Naitwa Dadi Kolimba, mkuu wa wilaya ya Tanga. Kama ambavyo mnaona, tukio la moto limetokea kuanzia majira ya saa 2 na jeshi letu la zimamoto wakishirikiana na vyombo vingine vya usalama wameweza kufika kwa muda na kuanza kuzima moto huu. Moto ulianza katika chumba kimoja ukaenea, na walikuwa wakijaribu kuzima kwa mara ya kwanza, ukawa unaendelea kuenea, lakini jeshi la zimamoto na vyombo vyetu vya ulinzi tumeona ambavyo vimefanya kazi kubwa, lakini tukitumia magari mengine kutoka bandari, kutoka GDP, basi tumeweza sasa kudhibiti, na mnaona kwamba umedhibitika na unaendelea kuzimwa taratibu, na mpaka sasa hatujaweza kufahamu ni maduka mangapi yameathirika na moto, lakini thamani ya mali kiasi gani ambayo imeshaharibika mpaka sasa. Kwa hiyo tunaendelea ili tukamilishe, mpaka baadaye au kesho tutakuwa tumeshafanya tathmini na kujua gharama ya thamani ya mali ambayo imeharibika mpaka sasa. Kuna mali zote ambazo hapa umeziona hapa zikiwa zinaendelea kuokolewa au baada ya kombe? Ni chache sana. Watu walikuwa wakitoa vifaa vyao vya simu na vitu mbalimbali vya urembo ambavyo walikuwa wakijaribu kuchukua, lakini moto ulikuwa umeshaenea. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa wengi hawajaweza kutoa mali zao. Labda mkuu wa wilaya, wanazungumziaje wao waathirika? Chanzo ni nini hasa ambacho kimesababisha moto huu? Mpaka sasa hatujaweza kujua chanzo. Tumekuwa tukihangaika kwanza na moto tuweze kuuzima, lakini baadaye tukishafanya tathmini, fanya uchunguzi, tunaweza kutoa taarifa ya chanzo chenyewe cha moto. Wananchi nawaambiaje sasa? Wananchi waendelee kuwa watulivu wakati vyombo vya usalama vikifanya kazi yao. Uzuri ni kwamba tuna vyombo ambavyo vinafanya kazi kama ambavyo umeona, moto ulikuwa mkubwa lakini wameweza kudhibiti kwa haraka. Asante sana. Okay, tunashukuru sana. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.